Karibu katika chaneli ya Sam Dizo Simulizi. Leo tunaanza simulizi mpya kabisa inayoitwa Chungu Cheusi. Katika kijiji cha Mbuyuni kulikuwa na nyumba moja iliyokuwa pembeni kabisa ya kijiji hicho, nyuma ya mashamba makubwa ya mihogo na mikorosho. Nyumba hiyo ilikuwa ya zamani sana kiasi kwamba watu wengi walikuwa hawaijui ilijengwa lini. Ilikuwa nyumba iliyokuwa na kuta za udongo, paa la nyasi na mlango mmoja mkubwa uliotengenezwa kwa mbao nzito. Nyuma yake kulikuwa na kichaka kizito ambacho hakuna mtoto wa kijiji aliyeruhusiwa kukikaribia. Watu waliita nyumba ya Bibi Zonde. Bibi Zonde alikuwa mwanamke mzee aliyekuwa akiishi peke yake. Hakuwahi kuonekana sokoni mara nyingi, hakuhudhuria mikusanyiko ya kijiji na hakupenda watu kuingia nyumbani kwake bila sababu. Lakini jambo lililowafanya watu waogope zaidi ni kwamba kila mara mtu alipomwona Bibi Zonde, alikuwa amevaa nguo nyeusi na mkufu mrefu uliotengenezwa kwa vitu ambavyo hakuna mtu aliyejua vilitoka wapi. Bibi Zonde alikuwa na mjukuu mmoja tu aliyeitwa Jennifer. Jennifer alikuwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 13. Alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi iliyokuwa karibu na kijiji. Kwa nje, Jennifer alikuwa mtoto wa kawaida kabisa. Alikuwa akienda shule. Alikuwa akicheza na wenzake. Alikuwa akimsaidia mama yake kazi za nyumbani. Na kila aliporudi kutoka shule, mara nyingi alikaa karibu na Bibi Zonde. Bibi Zonde alimpenda sana. Alimuita mjukuu wangu. Na Jennifer alipenda kukaa naye kwa sababu bibi yake alikuwa akimsimulia hadithi nyingi. Lakini kulikuwa na hadithi moja ambayo Bibi Zonde hakuwahi kumaliza. Kila alipoanza kuisimulia, alisimama ghafla. Siku moja Jennifer alimuuliza, "Bibi, kwa nini huwa unaacha hadithi katikati?" Bibi Zonde akamtazama kwa macho makali. "Kwa sababu si kila jambo linapaswa kujulikana na mtoto." Jennifer akacheka. "Mimi si mtoto tena." Bibi Zonde akasema, "Bado." "Bibi, nina miaka 13. Miaka 13 ni mingi kwa kuhesabu siku, lakini ni chache sana kwa kuelewa dunia." Jennifer hakuelewa. Akaendelea kumuuliza, "Hadithi yenyewe inahusu nini?" Bibi Zonde akasema, "Chungu." "Chungu gani?" "Chungu cheusi." Jennifer akacheka. "Chungu cha kupikia?" Bibi Zonde hakutabasamu. "Hicho si chungu cha kupikia." Jennifer akamwangalia. "Basi ni cha nini?" Bibi Zonde akainama karibu na sikio lake. "Ni cha kuridhisha." Jennifer akahisi baridi. "Kuridhisha nini?" Bibi Zonde hakujibu. Usiku huo Jennifer alilala akiwa anafikiria kuhusu chungu cheusi. Hakujua kwamba siku hiyo ilikuwa mwanzo wa maisha ambayo yangebadilika kabisa. Siku zilizofuata ziliendelea kawaida. Jennifer alienda shule kila siku. Alikuwa mwanafunzi mwenye akili nzuri. Walimu wake walimpenda kwa sababu alikuwa mtiifu. Mwalimu wake wa hesabu aliitwa Mwalimu Baraka. Mwalimu wa Kiswahili aliitwa Mwalimu Musa. Na mkuu wa shule aliitwa Mama Rehema. Jennifer alikuwa akipenda sana somo la Kiswahili. Alikuwa akiandika hadithi kwenye daftari lake na wakati mwingine mwalimu wake alimpongeza mbele ya darasa. Lakini siku moja, Jennifer alipokuwa akirudi nyumbani, alikuta Bibi Zonde amekaa mbele ya nyumba akiwa ameshika kitu kilichofunikwa kwa kitambaa cheusi. Jennifer akasimama. "Bibi." Bibi Zonde akamtazama. "Njoo." Jennifer akakaribia. "Umeshika nini?" Bibi Zonde akasema, "Leo umefika wakati." "Wakati gani?" "Wakati wa kujua kile nilichokuwa nikikuficha." Jennifer akakaa chini. Bibi Zonde akaweka kitu kile mbele yake. Akakifungua taratibu. Jennifer akakiona. Kilikuwa chungu kidogo cha rangi nyeusi. Lakini hakikuwa chungu cha kawaida. Kilikuwa na michoro ya ajabu pembeni.
Juu yake kulikuwa na alama zilizokuwa zimefifia kwa miaka. Jennifer akakigusa. Mara tu vidole vyake vilipogusa chungu, akahisi baridi kali. Akaviondoa haraka. Bibi Zonde akasema, usiogope. Kwa nini ni baridi? Kwa sababu kina historia. Historia gani? Bibi Zonde akatazama mbali. Historia ya familia yetu. Jennifer akasema, bibi, mimi sikitaki. Bibi Zonde akamwangalia kwa muda mrefu. Utasema hivyo leo. Na kesho? Kesho utajua kwa nini. Jennifer akasimama. Bibi, hicho chungu kinafanya nini? Bibi Zonde akasema, kinakupa nguvu. Nguvu gani? Nguvu ambayo wengine hawana. Jennifer akatikisa kichwa. Sihitaji. Bibi Zonde akasema, utaamua baadaye. Usiku huo Bibi Zonde alikiweka chungu ndani ya chumba chake. Lakini Jennifer alipoamka usiku alisikia sauti. Tok hi. Alikaa kitandani. Sauti ilikuwa inatoka chumba cha bibi yake. Akatoka polepole. Akafika mlangoni. Mlango ulikuwa wazi kidogo. Akachungulia. Bibi Zonde alikuwa amekaa mbele ya chungu. Alikuwa akinong'ona maneno ambayo Jennifer hakuyasikia vizuri. Kisha bibi yake akageuka. Macho yao yakakutana. Rudi kulala. Jennifer akakimbia. Asubuhi yake hakumuuliza chochote. Alienda shule. Lakini siku hiyo alianza kuhisi njaa isiyo ya kawaida. Alikuwa amekula asubuhi. Lakini saa 4 tu alihisi kama hajala siku 2. Mwalimu Baraka alipomwona akamuuliza, Jennifer, unaumwa? Jennifer akasema, hapana. Unaonekana tofauti. Ni njaa tu. Mwalimu akamwambia aende kula. Jennifer akatoka darasani. Lakini alipopita karibu na ofisi ya walimu, alihisi harufu fulani. Harufu ya nyama. Alisimama. Moyo wake ukaanza kwenda mbio. Hakujua kwa nini. Akajikuta akivutiwa na harufu hiyo. Alifungua mlango wa jikoni. Hakukuwa na mtu. Akatazama pembeni. Kisha akatoka. Siku hiyo hakutokea jambo lolote. Lakini usiku Jennifer aliota chungu kile. Katika ndoto, chungu kilikuwa kikubwa kuliko alivyokiona mchana. Kilikuwa katikati ya nyumba. Na ndani yake kulikuwa na mwanga hafifu. Sauti ilimwambia, chukua. Jennifer akasema, sichukui. Sauti ikasema, umeridhi. Akaamka kwa hofu. Alikuwa anatoka jasho. Alimtazama dirishani. Kulikuwa na giza. Siku iliyofuata, Jennifer alianza kuwa tofauti. Alianza kukasirika haraka. Alianza kutaka kukaa peke yake. Alianza kukataa kucheza na wenzake. Na jambo la kushangaza zaidi, kila alipokaribia chungu kile, alihisi nguvu fulani ndani yake. Bibi Zonde aliona mabadiliko haya. Akamwambia, usipigane na kile kilicho ndani yako. Jennifer akasema, sitaki kuwa hivi. Bibi Zonde akasema, ni urithi wako. Siutaki. Utauelewa. Bibi, kwa nini unataka niwe kama wewe? Bibi Zonde akanyamaza. Kwa mara ya kwanza macho yake yalijaa huzuni. Kwa sababu hakuna mwingine. Jennifer hakuelewa. Kwa nini mimi? Bibi Zonde akasema, kwa sababu nguvu hii haiwezi kubaki bila mwenye nayo. Jennifer akasema, basi iache ife. Bibi Zonde akatikisa kichwa. Haiwezi. Kuanzia siku hiyo, mambo yakaanza kubadilika shuleni. Mwalimu Baraka alianza kumlalamikia Jennifer. Mtoto huyu si yule niliyemjua. Mwalimu Musa naye akasema, amekuwa mkimya sana. Mama Rehema, mkuu wa shule, akamuita. Jennifer, kuna tatizo.
Jennifer akasema, hapana. Una uhakika? Ndiyo. Mkuu wa shule akamwangalia. Basi kaa vizuri. Jennifer akatoka. Lakini siku hiyo alipita karibu na chumba cha walimu. Alisikia harufu ile tena. Safari hii ilikuwa kali zaidi. Macho yake yakabadilika. Akafungua mlango. Mwalimu mmoja aliyekuwa ndani akamwona. Jennifer. Jennifer hakujibu. Mwalimu akasimama. Unafanya nini? Jennifer akasogea. Mwalimu akapiga kelele. Watu wakaja. Jennifer akakimbia. Habari hiyo ikaenea. Wazazi wakaanza kuogopa. Mwalimu Baraka akasema mtoto huyu anahitaji msaada. Mama yake Jennifer akaenda kwa Bibi Zonde. Umemfanyia nini mtoto? Bibi Zonde akasema sijamfanyia chochote. Kwa nini amebadilika? Bibi Zonde akanyamaza. Mama yake akasema Zonde. Bibi Zonde akamtazama. Usiniulize mambo ambayo hutaki kuyajua. Mama yake Jennifer akasema ni mtoto wangu. Bibi Zonde akasema na ni mjukuu wangu. Basi mlinde. Bibi Zonde akashusha pumzi. Nilijua siku hii itafika. Unazungumza nini? Bibi Zonde akatazama chungu. Chungu kimemchagua. Mama yake Jennifer akashtuka. Chungu gani? Bibi Zonde hakujibu. Usiku huo Bibi Zonde alifunga mlango wake. Lakini Jennifer aliamka. Alienda kwenye chumba cha bibi yake. Chungu kilikuwa katikati. Kiliangaza. Jennifer akakisogelea. Sauti ikasema umeridhi. Jennifer akasema sihitaji. Sauti ikasema umeridhi. Jennifer akapiga kelele. Mama yake akaja. Akakuta Jennifer amesimama mbele ya chungu. Alipoona chungu alishtuka. Bibi Zonde akatokea nyuma. Mwanamke huyo alikaa kimya. Mama yake Jennifer akasema, umemfanyia nini mtoto wangu? Bibi Zonde akasema, nilimpa nilichopewa. Na nani? Bibi Zonde akasema, bibi yangu. Mama yake Jennifer akatikisa kichwa. Haya mambo lazima yaishie hapa. Bibi Zonde akasema, ukiweza. Kesho yake familia ilianza kutafuta msaada. Watu wengi walishauri mambo tofauti. Mmoja alisema wampeleke kwa daktari. Mwingine alisema wampeleke kwa mzee wa kijiji. Mwingine akasema wampeleke kwa mtu anayejua mambo ya jadi. Lakini hali ya Jennifer iliendelea kuwa mbaya. Alianza kutoroka nyumbani. Alianza kwenda shule usiku. Alianza kuzungumza na watu ambao hawakuwepo. Na kila mara alipotaja chungu alisema ni changu. Siku moja shule ilipatwa na tukio lililowafanya watu wote waogope. Mwalimu Musa hakufika darasani. Wanafunzi wakasubiri. Muda ukapita. Mkuu wa shule akaenda kumtafuta. Hakupatikana. Baadaye alionekana akiwa nyumbani kwake, akiwa dhaifu sana na akiwa hawezi kueleza vizuri kilichotokea. Watu wakaanza kumhusisha Jennifer. Mama yake akasema mtoto wangu hawezi. Lakini hofu ilikuwa imeingia kijijini. Wazazi wakaanza kuwapeleka watoto wao shule nyingine. Shule ikaanza kupoteza wanafunzi. Mwalimu Baraka akasema lazima tumtafute msaada. Hapo ndipo mtu mmoja alipotajwa. Jina lake lilikuwa Sheikh Abdallah. Alikuwa mtu aliyekuwa akijulikana kwa utulivu wake na kwa kusaidia watu waliokuwa na matatizo mbalimbali ya kiroho. Alipofika Mbuyuni, hakukimbilia kumhukumu Jennifer. Alikaa na familia. Akauliza maswali. Akaangalia mazingira. Kisha akasema tatizo halianzi kwa mtoto. Mama yake Jennifer akamuuliza linaanzia wapi?
Sheikh Abdallah akatazama upande wa nyumba ya Bibi Zonde. Kwa chungu, Bibi Zonde alikuwa amekaa kimya. Sheikh Abdallah akamwambia, Zonde. Bibi Zonde akamwangalia. Unajua nilichokuja kufanya? Ndiyo. Basi usipinge. Bibi Zonde akasema, huwezi kukivunja. Sheikh Abdallah akasema, tutajua. Jennifer alikuwa amesimama pembeni. Alipomwona Sheikh Abdallah, uso wake ukabadilika. Akisema, usimkaribishe. Mama yake akasema, Jennifer. Jennifer akamtazama Sheikh Abdallah. Hatakiwi kuwa hapa. Sheikh Abdallah hakujibu. Usiku huo aliamua kukaa karibu na nyumba. Hakutaka kutumia nguvu dhidi ya Jennifer. Alitaka kwanza kuelewa chanzo. Bibi Zonde akamwambia, chungu hakivunjwi. Sheikh Abdallah akasema, kila kitu kina mwanzo na mwisho. Bibi Zonde akasema, ukiivunja utaondoa nguvu yake. Ndiyo. Na unaweza kumuumiza mtoto. Sheikh Abdallah akasema, ndiyo maana sitakimbilia. Usiku ukawa mzito. Jennifer alikuwa chumbani. Chungu kilikuwa pembeni yake. Sauti ya upepo ikapita. Mara ghafla Jennifer akasimama. Macho yake yakabadilika. Akaitazama chungu. Kisha akasema, wanataka kutuondoa. Chungu kikaanza kutetemeka. Mama yake akapiga kelele. Sheikh Abdallah akasimama. Jennifer. Jennifer akageuka. Kwa sauti ambayo haikufanana na yake akasema, usikaribie. Sheikh Abdallah akatulia. Akaanza kusoma dua kwa sauti ya utulivu. Jennifer akapiga kelele. Chungu kikaanza kutikisika. Bibi Zonde akasema, simama. Sheikh Abdallah akaendelea. Jennifer akaanguka chini. Mama yake akamkimbilia. Sheikh Abdallah akasema, usimguse. Ni mtoto wangu. Subiri. Jennifer akaanza kulia. Machozi yakamtoka. Bibi Zonde akatetemeka. Jennifer. Bibi, nisaidie. Bibi Zonde akasimama. Kwa mara ya kwanza alionekana kama mwanamke aliyekuwa amechoka sana. Akamwangalia mjukuu wake. Samahani. Jennifer akasema, bibi, mimi sitaki hiki. Bibi Zonde akafumba macho. Nilijua siku moja utanichukia. Sitaki kuwa hivi. Bibi Zonde akalia. Sheikh Abdallah akaendelea kusoma dua. Chungu kikaanza kutoa sauti. Mara moja kikapasuka. Kraak. Kila mtu akashtuka. Bibi Zonde akapiga kelele. Hapana. Sheikh Abdallah akaendelea. Chungu kikapasuka zaidi. Kisha vipande vyake vikaanguka chini. Jennifer akanyamaza. Ukimya mzito ukatawala. Baada ya muda, Jennifer akafumbua macho. Alikuwa amerudi kuwa yule mtoto wa kawaida. Mama yake akamkimbilia. Jennifer. Jennifer akamkumbatia. Naogopa. Usiogope. Sheikh Abdallah akatazama vipande vya chungu. Bibi Zonde alikuwa amekaa chini. Machozi yalikuwa yakimtoka. Sheikh Abdallah akamwambia, kwa nini ulimfanyia hivi? Bibi Zonde akasema, nilidhani nilikuwa namridhisha nguvu. Ulimridhisha mzigo. Bibi Zonde akainamisha kichwa. Nilifuata alichonifanyia bibi yangu. Sheikh Abdallah akasema, si kila urithi unapaswa kuendelea. Bibi Zonde hakujibu. Asubuhi ilipofika, Jennifer aliamka akiwa dhaifu lakini akiwa na akili yake. Aliangalia chumba. Hakukuwa na chungu. Hakukuwa na sauti. Hakukuwa na hofu. Aliuliza, bibi yuko wapi? Mama yake akasema, yuko nje. Jennifer alitoka.
Bibi Zonde alikuwa amekaa chini ya mti. Jennifer akamkaribia. Bibi akamwangalia. Umenichukia? Jennifer akakaa karibu naye. Nilikuogopa. Bibi Zonde akalia. Samahani. Jennifer akamshika mkono. Sitaki uchawi. Bibi Zonde akasema usiwe nao. Na chungu kimemalizika. Jennifer akavuta pumzi. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu alihisi amani. Shule ilifunguliwa tena. Walimu walirudi. Watoto walirudi. Jennifer naye alirudi darasani. Mwalimu Baraka alipomwona alitabasamu. Umerudi? Jennifer akasema, ndiyo. Uko tayari kusoma? Ndiyo. Mwalimu akasema, basi fungua daftari. Jennifer akafungua. Na kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, aliandika bila kusikia sauti yoyote kichwani. Maisha yakaanza kurudi kawaida. Lakini tukio hilo lilibaki kuwa siri kubwa ya familia. Bibi Zonde hakuwahi tena kuzungumza kuhusu uchawi. Alianza kuishi maisha ya kawaida. Alimfundisha Jennifer mambo ya kilimo. Alimfundisha kupika. Alimfundisha kusoma. Na kila mara alipomwangalia alionekana kujilaumu. Siku moja Jennifer akamuuliza, bibi, naam, kwa nini uliamini lazima nirithi? Bibi Zonde akasema, kwa sababu nililelewa nikiamini hivyo. Na sasa nimejifunza kwamba si kila kitu tunachorithi lazima tukipokee. Jennifer akatabasamu. Basi umejifunza. Bibi Zonde naye akatabasamu. Na wewe umenifundisha. Miaka ilipita. Jennifer akakua. Akamaliza shule. Akaendelea na masomo. Alipokuwa mtu mzima alikumbuka kila kitu. Hakusahau chungu. Hakusahau hofu. Hakusahau Bibi Zonde. Lakini hakuruhusu yaliyopita yaamue maisha yake. Alijua kwamba maisha yake yalikuwa yameokolewa kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Na kila alipokutana na mtu aliyedharau mambo ya zamani bila kuyajua, alimwambia, usidharau usichokielewa. Lakini pia usikubali kila kitu kwa sababu tu wazee walikifanya. Kwa sababu Jennifer alijua vizuri kwamba urithi unaweza kuwa mali, lakini unaweza pia kuwa mzigo. Na wakati mwingine ujasiri wa kweli si kukubali nguvu uliopewa. Ni kuwa na ujasiri wa kusema, mimi sitaki. Hilo ndilo jambo ambalo Bibi Zonde alilichelewa kulielewa. Na ndilo jambo ambalo Jennifer alijifunza mapema. Kwa sababu chungu kile cheusi hakikuwa tu chungu. Kilikuwa ishara ya siri iliyokuwa imepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi. Lakini siku kilipovunjika, kilivunjika pamoja na mzunguko wa hofu uliokuwa umeendelea kwa miaka mingi. Jennifer aliendelea na maisha yake. Bibi Zonde aliendelea kuishi kwa utulivu. Na Sheikh Abdallah hakuwahi kujisifu kuhusu alichofanya. Alisema tu mtoto alipona. Hilo ndilo muhimu. Na hivyo ndivyo simulizi ya Chungu Cheusi ilivyofika mwisho. Ni simulizi inayotukumbusha kwamba wakati mwingine kile tunachokiita urithi kinaweza kuwa na historia ambayo hatuijui. Tunapaswa kuheshimu wazee wetu na kusikiliza simulizi zao, lakini pia tunahitaji kutumia busara na kutafuta msaada pale jambo linapokuwa linamdhuru mtu. Jennifer alipewa chungu kwa sababu Bibi Zonde aliamini alikuwa akimpa nguvu. Lakini nguvu hiyo ikawa mateso. Na mwisho wake, chungu kilivunjika, lakini kilichovunjika zaidi ya chungu kilikuwa ni mnyororo wa hofu uliokuwa umefungwa kwenye familia hiyo kwa miaka mingi. Jennifer hakurithi uchawi. Alirithi somo. Na hilo ndilo lilikuwa jambo muhimu zaidi. Mwisho wa simulizi ya Chungu Cheusi. Tukutane katika simulizi nyingine nzuri zijazo. Asanteni.